Ule msemo wa wahenga unaosema jungu kuu halikosi ukoko, hili limejidhihirisha kwa timu kongwe nchini Hispania na ulimwenguni kote ijulikanayo kwa jina la FC Barcelona. Na msimuliaji wako ni mimi Prix Mafoto kutoka Stein TV. FC Barcelona ni klabu ya soka iliyoko nchini Hispania. Barcelona ilianzishwa mwaka wa 1899 na kundi la washambuliaji wa Uswisi, Kiingereza na Kikatarani wakiongozwa na Joan Gamper. Klabu hiyo imekuwa ishara ya utamaduni wa Kikatarani, tofauti na klabu nyingine za mpira wa miguu. Wasaidizi wanaohusika na klabu hiyo wanafanya kazi Barcelona. Barcelona ni timu ya pili yenye thamani zaidi ya michezo duniani, yenye thamani ya dola bilioni 3.56 na ni klabu ya pili ya soka tajiri zaidi ya dunia kwa mapato na mauzo ya kila mwaka ya euro milioni 560.8. Kuhusu vipaji na ubora wa wachezaji, imekuwa ni muhimili mkubwa katika soka duniani. Kuibua vipaji au kutambulisha vipaji katika uwanda wa soka kote ulimwenguni. Je, unamjua Pedri? Taswira ya Barcelona ilionekana kuwa huenda ikapoteza ubora kwenye eneo la kiungo wa kati, ambapo wengi walitegemea itachukua miaka mingi kupata mrithi wake au mchezaji mwenye ubora na kariba za kina Iniesta, Xavi na Busquets. Mnamo tarehe 2 mwezi wa 9 2019, timu ya Barcelona ilimtambulisha rasmi kijana mdogo wa Kihispania aliyezaliwa katika eneo la Tegueste huko nchini Hispania, ajulikanaye kwa jina la Pedri. Pedri kwenye makuzi yake ya soka alifanikiwa kucheza timu ya vijana ya Tegueste mwaka 2013 hadi 2015, na ilipofika 2015 akahamia timu ya vijana ya Laguna, ambapo 2015 mpaka 2018 aliitumikia klabu hiyo. Baada ya kuonesha uwezo na ubora wake, klabu ya Las Palmas ya vijana ilimsaini na kuitumikia klabu hiyo tangu 2018 hadi 2019, ambapo alifanya vizuri na timu ya Las Palmas ikaamua hadi kumpandisha timu ya wakubwa. Hapo ndipo maisha ya soka na kujulikana ulimwenguni yalianza, mpaka pale ambapo klabu ya FC Barcelona ilimuona na kuhitaji huduma yake na kuitumikia timu hiyo. Ubora wake wa chenga, pasi, mikimbio, ufungaji wa magoli umemfanya kuwa muhimili muhimu sana katika kikosi hicho cha Barcelona. Uchezaji wake unaweza kusema hayupo uwanjani, lakini husika wake kwenye matukio yote muhimu, haswa pale wanapoenda kushambulia. Mguu wa Pedri ni kama jicho la mwewe, pale ambapo mwewe hutumia jicho lake haraka sekunde chache kutazama kitoweo na kufanya maamuzi ya kukifuata. Ndivyo hivyo kwa Pedri, hufanya maamuzi mahali ambapo hata hukutarajia. Pedri ndiye anayefanya ubora wa Rafinha na Lamine Yamal uonekane pale ambapo akiwepo uwanjani. Huwapa pasi ya muhimu na zenye kujieleza nini cha kufanya kwa wakati huo. Pedri amekuwa akihusika kwenye mikimbio mingi ya Barcelona, hususan kwenye pasi za magoli, chenga na kupunguza idadi ya wachezaji wa timu pinzani. Kuna wakati Barcelona hupitia wakati mgumu pale ambapo Pedri akiwa hayupo kikosini au kukumbwa na majeraha ambayo humweka nje kwa muda na timu kukosa huduma yake. Pedri ana jumla ya magoli 28 tangu wajiunge Barcelona, ambapo msimu wa 2020 hadi 2021 Pedri alifanikiwa kushinda magoli 4 kati ya mechi 52 alizocheza. Msimu wa 2021-22 Pedri alifanikiwa kufunga magoli 5 kati ya mechi 22 alizocheza. Msimu wa 2022-23 Pedri alifanikiwa kushinda magoli 7 kati ya michezo 36 ambayo ameshiriki kucheza. Na msimu wa 2023-24 Pedri alifanikiwa kushinda magoli 4 kati ya mechi 34 ambazo alicheza. Na msimu wa 2024-25 Pedri alifanikiwa kushinda magoli 6 kati ya mechi 55 ambazo alicheza. Na msimu wa 2025-26 ambao ndo hadi sasa Pedri amefanikiwa kushinda magoli 2 kati ya mechi 20 alizocheza. Lakini pia Pedri amefanikiwa kutoa pasi za magoli 26, ambazo pasi hizo katika ligi ya La Liga amefanikiwa kutoa assist 22, lakini pia katika klabu bingwa amefanikiwa kutoa assist 1, lakini pia katika kombe la Copa del Rey amefanikiwa kutoa assist 3.
Pedri hapo uwanjani ni kama mnyama mkali aliyenusurika kifo, na akiona maadui zake huwa kama mbogo waliokosea njia. Kwa taarifa na takwimu kutoka Transfermarkt zimeonyesha ubora wa Pedri, ambapo vilimuonyesha Pedri akiwa katika viwango tofauti. 1. Pedri amekuwa mchezaji namba 1 kwa wachezaji wote ulimwenguni waliozaliwa mnamo mwaka 2002. 2. Pedri amekuwa mchezaji namba 2 kwa wachezaji wote kutokea Hispania. 3. Pedri amekuwa namba 2 kwa wachezaji wote wenye ubora kwenye timu ya Barcelona. 4. Pedri amekuwa mchezaji namba 5 kwa wachezaji wote wanaocheza ligi ya La Liga huko Hispania. Na 5 na ya mwisho, Pedri amekuwa mchezaji namba 6 kwa wachezaji wote bora ulimwenguni. Na hizo ni takwimu kutoka kwa Transfermarkt walizozieleza juu ya Pedri. Kwa yote hayo yanadhihirisha kipaji adhimu na ubora wa Pedri katika ulimwengu wa soka. Je, unadhani ni kijana gani ambaye alizaliwa 2002 ambaye ana uwezo na kipaji kikubwa kama cha Pedri? Na je, utataka tena tumzungumzie mchezaji gani ambaye unatamani kumsikia na kupata data kutoka kwake? Ulikuwa na mimi msimuliaji wako Prix Mafoto kutoka Stein TV, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment YouTube channel yetu ya Stein TV.